Moto mkubwa ulizuka kwenye eneo la mkutano wa COP30 wa mabadiliko ya tabia nchi huko Belém nchini Brazil jana Alhamisi Novemba 20 mwaka 2025 na kusababisha ghasia kubwa katika eneo la tukio. Moto ulianza kuteketeza sehemu ya jengo la mkutano na hali hiyo ililazimisha wahudhuriaji wote wakiwemo wanasiasa, wanadiplomasia na waandishi wa habari kuondoka haraka kutoka kwenye maeneo ya tukio. Viongozi wa serikali walikuwa miongoni mwa waliokolewa, huku tahadhari haraka ikichukuliwa ili kuhakikisha usalama wa kila mtu. Hata hivyo, wakati moto ukiendelea kuteketeza maeneo kadhaa ya jengo, serikali ya Brazil ilifanya juhudi kubwa kudhibiti hali hiyo. Magari ya zimamoto yalifika haraka kwenye eneo la tukio na baada ya saa chache moto ulifanikiwa kuzimwa. Kwa bahati nzuri, hakuna majeruhi walioripotiwa, jambo ambalo lilileta faraja kubwa kwa washirika wa mkutano na familia zao. Waziri wa nishati wa Australia Chris Bowen, ambaye alikuwa akihudhuria mkutano huo, alithibitisha kuwa yeye pamoja na wawakilishi wengine walikuwa salama na walikuwa wametolewa kutoka kwenye eneo la moto bila madhara yoyote. Hali hii iliwarahisishia wengi kujua kuwa viongozi wa mataifa makubwa wakiwa kwenye mkutano huo walikuwa na usalama kamili. Kwa upande mwingine, vurugu za moto zilileta hofu miongoni mwa wawakilishi wa mataifa mbalimbali, lakini mara baada ya moto kuzimwa, mkutano wa COP30 uliahirishwa kwa muda ili kutoa nafasi ya tathmini ya madhara na kuhakikisha kwamba mazingira yanakuwa salama kwa kurejelea vikao. Hali ya tahadhari ilidumishwa ili kuepuka hatari yoyote zaidi. Aidha, ingawa moto ulileta usumbufu mkubwa na kuathiri mpangilio wa mkutano, serikali ya Brazil ilionyesha utayari wake katika kukabiliana na janga hili, huku wakithibitisha kuwa hali ya usalama inabaki kwa kipaumbele cha juu. Juhudi za dharura zilizofanywa na mamlaka za Brazil zilionyesha uwezo wao wa kudhibiti majanga makubwa na kutekeleza hatua muhimu za usalama wa haraka.